hadithi hii ndani yake pana oda 7 za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anwani sasa inasema yajue madhambi 7 yenye kuangamiza. Yajue madhambi 7 yenye kuangamiza. Min hadithi sayyidina Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ni hadithi Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, annahu qal, Abu Hurairah anatusimulia, Abu Hurairah anatuhadithia. Abu Hurairah anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ijtanibu 7 mubiqat, ijtanibu 7 mubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Allahu akbar. Almubiqat, almuhlikat, walmukhlidatu sahibaha fi nari jahannama wal'iyadhu billah. Yajue madhambi 7 yenye kuangamiza, yenye kuteketeza, yenye kumtupilia mbali mtu katika moto wa jahannam wal'iyadhu billah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaanza na dhambi ya kwanza. Anatuambia dhambi ya kwanza ni nini? Ashirku billah. Dhambi ya kwanza katika madhambi 7 yenye kuangamiza, anasema ashirku billah, kufanya shirki, kumshirikisha Allah jalla fi ulah. Hiyo ni dhambi ya kwanza kabisa katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Washirku huwa awwalu dhanbin a'dhamin inda Allah, na shirki ndugu zangu ndo dhambi ya kwanza kwa ukubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thabata fi alhadithi sahih, imethibiti katika hadithi iliyo sahih, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam suil, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliulizwa siku moja, ayu dhambi a'zamu inda Allah, ni dhambi gani kubwa kabisa mbele ya Allah? Ni dhambi gani nzito kabisa mbele ya Allah? Nambari 1, dhambi gani? Akasema, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kumshirikisha Allah jalla fi ulah, kumjalia Allah kuwa na mshirika, kumjalia Allah kuwa na mwenza, kumjalia Allah kuwa na mfano. Ni dhambi ya kwanza kabisa mbele ya Allah jalla fi ulah. Walidhalika katika suratul Furqan, ili kuthibitisha ubaya wa shirki, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja top 3 ya madhambi, number 1, 2, 3 katika madhambi makubwa. Wakati anawazungumzia ibadur rahman, waja wema wa Allah na sifa zao, akasema, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar
Waja wema wa Allah hawamuombi Allah na Mungu mwingine, wanamuomba Allah peke yake, wanamwabudu Allah peke yake, hawamshirikishi Allah na kitu chochote. Wala yaqtuluna nafsa allati ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق na wala hawaui nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Wala yaznun, na wala hawazini, hawafanyi zina. Waman yaf'al dhalika yalqa athama, na mwenye kufanya madhambi haya matatu, kafanya shirki, kaua, kazini, hakika amepata madhambi makubwa sana. Yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamah, atapewa adhabu maradufu mara mbili siku ya Kiyama. ويخلد فيه مهانا, na atatupwa katika moto wa Jahannam milele na milele, ili hali amedhalilika. Vijana wa Oda, wama adraka ma Oda, dhambi kubwa nambari 1 ni ipi? Hapa naanza hapa, ipi? Shirki. Namba 2 kuua. Namba 3 zina. Waislamu wangapi leo wameokoka na madhambi haya matatu? Wangapi hawajafanya shirki, hawazini, hawajaua? Wangapi? Mtihani mzito kweli kweli. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ijtanibu sab'a almubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza, yenye kuteketeza. Dhambi ya kwanza akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah jalla fi ula. Ashirku yudkhilu sahibahu fi nari jahannam, shirk humuingiza mtu wake katika moto wa Jahannam. Allah anasemaje? walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Si aya hiyo? Juzu gani? Juzu amma, sura gani? Suratul Bayyinah. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها, na washirikina wataingizwa katika moto wa Jahannam na watakaa ndani yake milele. Shirk ndo dhambi pekee ambayo ukifa nayo unafanya shirki, hujaiacha, haujatubia, haujarudi kwa Allah, ukafa hali ya kuwa wewe ni mushrik, mshirikina, unafanya shirki, khasara kubwa kwako na imekula kwako, na Allah hatakusameh makosa yako. Katika suratu Nisa Allah anasemaje? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah hasamehi kushirikishwa. Dhambi ya shirki hayuko tayari kuisameh. Kwa mtu gani? Kwa yule atakayekufa na dhambi ya shirki, hakuwahi kuiacha na hakuwahi kutubia.
wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah anasamih madhambi mengine yote yaliyo chini ya shirki kwa wale anaowataka kuwasamih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, na mwenye kumshirikisha Allah hakika amepotea upotofu wa wazi kabisa. Akasema tena katika sura hiyo ya An-Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah hayuko tayari kusamih dhambi ya shirki ikiwa mtu amekufa nayo. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah anasamih madhambi mengine yaliyokuwa chini ya shirki kwa wale awatakao. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, na mwenye kumshirikisha Allah hakika ametenda madhambi mazito sana. Ashirku yukhlidu sahibahu fi nari jahannam, shirki humuingiza mtu katika moto wa jahannam na atakaa milele. Ashirku yuhbitu al-a'mal, shirki ndugu zangu inaharibu na inabatilisha amali zako nzuri. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika suratu Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ بِاللَّهِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Hakika wewe Muhammad tumekuletea wahyi, tumekupa angalizo, tumekupa oda. Ikiwa utafanya shirki wewe Muhammad, na kuulizeni Waislamu wa Moyale, Mtume Muhammad aliwahi fanya shirki? Aliwahi kubugi step akafanya shirki? La wallah, yeye ndo imamu tauhid wal aqida. Lakini Allah anamtahadharisha na shirki, anamwambia nini? La in ashrakta, wewe Muhammad ukifanya shirki, la yahbatanna amaluka, amali zako zote nzuri zitaharibika, matendo yako yote mazuri yataporomoka, mema yako yote yatabatilika, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa miongoni mwa wale waliopata khasara. Na katika suratul An'am Allah anawaambia manabii na mitume wote, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lau manabii na mitume wenzako wangelibugi step, wangelitereza, wangelikosea, wakafanya shirki hata mara moja, basi matendo yao yote mazuri yangeliharibika, yangeliporomoka na yangelibatilika.
Leo ummatu Muhammad tunapenda sana shirki. Uongo kweli? Uongo kweli? Leo natoka Jumaa msikitini, naelekea hotelini. Vijana walikuwa wanakimbiza gari. Moja ya vijana amefika mpaka kwenye geti la hoteli, ananiambia maneno wenzangu wote kwenye gari wamesikia. Sheikh, tuombe dua. Moyale kuna shirki nyingi sana, na ukimwangalia ni sharobaro. Ukimwangalia ni sharobaro. Shirki imekuwa ni tatizo kwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa dhambi ya kwanza kwa ukubwa mbele ya Allah ni dhambi gani? Shirki. Na ndio dhambi ya kwanza katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Dhambi ya pili, wasihru. Katika hadith Qur'an kula inasema, Suratul Furqan inasema, dhambi nambari 1 shirki, dhambi nambari 2 kuua, dhambi nambari 3 zina, kuzini. Sasa hadithi hii iliyosema ijtanibu 7 mubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Dhambi nambari 1 mtume anasema ni ashirku billah, kumshirikisha Allah. Na dhambi nambari 2, nambari 2 katika madhambi 7 yenye kuangamiza, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema wasihru. Nani anajua maana sihru? Nani anajua wasihru? Sihri ni nini? Uchawi. Na Waislamu wanapenda uchawi zama hizi wengi wetu, na wachawi wengi ni wale wanaojifanya walimu, maustadhi, mashekhe, watu wa dini. Sasa sikiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza, yenye kuteketeza. Dhambi ya kwanza kumshirikisha Allah, na dhambi ya pili kufanya uchawi. Wa fi hadithin akhar, na katika hadith nyingine bwana mtume anasema, laysa minna man sahara au suhira lahu, si katika sisi, hayuko pamoja na sisi, sio wa kwetu huyo, sio mwenzetu huyo. Nani? Man sahara, mwenye kufanya uchawi, mwenye kuroga, au suhira lahu, au akarogewa akafanyiwa uchawi. Ni Waislamu wangapi shekhe wangu wanaswali sala 5 na wanakwenda kwa hawa wanaitwa walimu? Moyale mnawaita nani? Wanawaita nani Moyale? Mnawaogopa? Watawaroga. Dar es Salaam, Zanzibar, Mombasa, pwani kote wanaitwa muallim. Allahu akbar. Muallim anafundisha nini? Qur'an. Qur'an ni 0, hajui. Muallim anafundisha nini? Tauhid. 0, hajui chochote. Mwalimu eti mwalimu wa somo gani? Unafundisha Arabic language, English language, mwalimu anafundisha nini? Mwalimu. Laisa minna man sahara au suhira lahu, si katika sisi atakayefanya uchawi au akafanyiwa uchawi. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine bwana mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam anasema, man sahara faqad kafara, mwenye kufanya uchawi hakika amekwisha kufuru, ni kafir, si muislamu tena. Akasema tena katika hadithi nyingine, haddu sahiri darbatun bisayfi, adhabu ya mchawi ni kumkata shingo kwa panga, kwa sababu anadhuru sana watu, kwa sababu anaumiza sana watu. Ni watu wangapi wagonjwa kwa sababu ya kufanywa masihir, uchawi? Watu wangapi mambo yao yameharibika kwa sababu ya uchawi? Walidhalik sikilizeni mtume wenu, mwalimu wenu, kiongozi wenu, kipenzi chenu, mtetezi wenu, loya wenu yaum alqiyama, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unajua anasema nini? Man ata arrafan au kahinan, atakaye mwendea mpiga ramli. Mnajua ramli kufanyaje? Funno. Mwenye kwenda kwa funno, kwa mpiga ramli, kwenye mwenye kupiga bao, au kahinan au kuhani, mwenye kufanya kazi na majini, fasaddaqahu bima yaqul, akamwamini juu ya yale aliyomwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nipe mashaf Sheikh Dokta, lete mashaf. Amna mashaf hapa. Lete msafu Sheikh hapo fast. Lete msafu. Mtume Muhammad sema sallallahu alayhi wasallam anakuambia, man ata arrafan, mwenye kwenda kwa mpiga ramli, mtabiri, au kahinan au kuhani, anayefanya kazi na majini, anayedeal na majini, fasaddaqahu bima yaqul, akamwamini yale aliyomwambia baada ya kumpigia ramli, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyo tayari amekwisha ya kufuru yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Amekikufuru kitabu hiki. Kitabu gani? Kinaitwaje? Amekufuru Qur'ani yote. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ata arrafan, atakayemwendea mpiga ramli, au kahinan au kuhani, anayefanya kazi na majini, walam yusaddiqhu bima yaqul, kisha hajamwamini yale aliyomwambia, hajamsadiki juu ya yale aliyomwambia, lan tuqbala lahu salatun 40 laila, swala zake hazitokubaliwa kwa muda wa siku 40. Ukienda kwa mganga, kwa mchawi anayejiita mwalimu, yeye mwenyewe ni jahil, lijinga, hajui chochote, hajui kusoma Qur'an,
akakupigia ramli, akakuangalizia shida yako, nishajua una shida fulani fulani, unarogwa kijana, anakuroga mtu katika mtaa wenu, yuko kadha wa kadha, mama yako ni mchawi anakuroga, alafu wewe ukaamini, wewe tayari umekwisha ya kufuru yote yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad. Na ukienda akakwambia we shida yako ni hii, anakuroga mama yako, anakuroga bibi yako, waifu wako, baba yako, jirani yako, wewe umefanyiwa hivi, umefanyiwa vile, alafu umetoka pale ukasema mpumbavu, mimi simuamini. Mtume anasema kitendo cha kwenda tu, swala zako siku 40 hazitokubaliwa. Na mkienda wanawaagiza nini shekhi? Wanawaagiza nini? Kuagiza nini? Mkienda kwa hawa waganga wanakuambieni leta nini? Kuku, kondoo, mbuzi, mchele, sosi, pesa, msosi. Ameshawahi kukwambia peleka mchicha? Mchicha mnajua? Mboga mboga. Ameshawahi kukwambia leta salad? Yeye anataka nyama na nini? Pesa na pilau. Subhanallah. Nionyesheni mchawi hata mmoja, mganga hata mmoja, mtabiri hata mmoja, kuhani hata mmoja katika Moyale hii ambaye ana maisha mazuri, ana nyumba nzuri, gorofa na kila kitu. Nionyesheni, yupo? Ni shida tupu. Wao wenyewe wana shida tupu. Sasa unakwenda sehemu kwa mtu ambaye yeye mwenyewe ana shida, anasubiri kuku mweupe, anasubiri kondoo yako, anasubiri kondoo wako, mbuzi wako, ngamia wako, anasubiri mchele mpaka upeleke we mchele ndo anakula. Kama hamjaenda atakufa na njaa. Jambo la pili katika madhambi 7 yenye kuangamiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wasihru, na uchawi. Na kupeni tarikh, historia, history fupi kabisa ya uchawi katika Uislamu. Mko tayari kusikia? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'an ilipomshukia ikampa habari mbalimbali ya manabii mbalimbali na mitume mbalimbali wa Allah. Ziliposhuka sura na aya zinazomzungumzia Nabii Suleiman alayhi salam, Mayahudi wakasema, jamani, angalieni ajabu ya Muhammad, yadda'i anna ibn Daud nabiy Allah, yadda'i anna ibn Dauda nabiy Allah. Eti Muhammad anadai Suleiman ibn Daud ni mtume wa Allah. Ajabu sana Muhammad, eti Suleimani ni mtume. Sisi Mayahudi tunaamini Suleiman hakuwa mtume, Suleiman alikuwa ni mchawi. Allah kashusha aya katika suratul Baqara, aya nambari 102. Allah anasemaje? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Mayahudi wamefuata propaganda na uongo ambao walikuwa wakisomewa na mashaitani juu ya ufalme wa Nabii Suleiman.
Angalia, Allah anamtakasa Nabii Suleiman. Wama kafara Suleiman, wala Nabii Suleiman hajakufuru, hajawa kafiri. Nani sasa ya Rabbi ni makafiri? Nani waliokufuru ya Rabbi? Walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Kwa nini ya Rabbi mashaitani walikufuru? Kwa makosa gani? Kwa madhambi gani mashaitani yaliyowapelekea wao kukufuru? Allah anasema walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Kwa nini mashaitani walikufuru, wewe kijana wa Oda? Kwa nini? Allah anasema nini? Kwa sababu walikuwa wakiwafundisha watu nini? Uchawi. Kwa hiyo teachers wa uchawi ni nani? Na wachawi wote wa zama hizi ni students wa nini? Wa mashaitani. Mwalimu wa kwanza aliyekuja kufundisha watu uchawi katika ulimwengu huu ni nani? Ni shaitan, ni mashaitan. Na kila ambaye ameshika barabara ile ile, njia ile ile, mwenendo ule ule wa uchawi, naye anafata sunna ya mashaitan. Kisha Allah akasema wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut. Sasa hapa kuna masala ya lugha. Ulama wameikhtilafiana kwa kauli mbili. Wako waliosema wama, ma ya hapa ni linafyi, ma nafia, ma ya kukataa, ma ya kukanusha. Nini manake? Yani wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut, ikiwa ni ma nafia, ma ya kukataa, ma ya kukanusha, maana yake na wala uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili katika eneo la Babil, wale malaika wawili, na wala uchawi haukushushwa juu ya malaika wawili Haruta na Marut sehemu za Babil, Iraq. Na wako waliosema ma ya hapa sio ma nafia, sio ma ya kukataa, ni ma ismul mawsuli billadhi, ni ismun mawsulun billadhi. maana yake nini? Maana yake na yale yaliyoteremshwa juu ya malaika wawili Haruta na Marut eneo la Babil kule Iraq. Ulama wana kauli ngapi? Wana kauli ngapi? Kauli ya kwanza, uchawi haujashushwa na malaika wawili. Wakasema wama unzila ala almalakaini, hii mani ya kukataa, ma nafia. Kauli ya pili wamesema hapana, uchawi umeshushwa na Allah kama mtihani, na amewapa malaika wawili wanaoitwa Haruta na Marut, na sehemu ya kwanza kushushwa uchawi ni nchini Iraq eneo la Babil. Na hii ndio kauli ambayo maulama wengi wanaisema. Kwa nini? Soma aya ya mbele. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
Tukichukua kauli ya maulama waliosema uchawi umetoka kwa Allah kama mtihani kwa waja wake, na ameushusha kupitia malaika wawili Haruta na Marut katika nchi ya Iraq, katika eneo la Babil, basi Qur'ani inasema wama yuallimani min ahadin. Malaika hawa wawili walipoushusha uchawi wakawa hawamfundishi mtu yoyote mpaka wampe warning, mpaka wampe tahadhari, mpaka wampe indhar, wamwambie innama nahnu fitna, sisi ni mtihani kwenu, fala takfur, usijifunze uchawi, Allah ameuleta mtihani kwenu, usikubali kujifunza uchawi, usikubali kukufuru. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Unajua kazi kubwa ya uchawi? Kugombanisha, kutenganisha, kufarakanisha, kuachanisha mke na mume, na wanajifunza yale yanayotenganisha, yanayofarakanisha, yanayoachanisha baina ya mke na mume. Kisha Allah ametoa matumaini kwa watu wote, msiogope uchawi. Akasema nini? Akasema nini aya inayofuata? wama hum bidarrin, wama hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Wala wachawi, wanga, washirikina hawana uwezo wa kumdhuru mtu yoyote illa kwa idhni ya illa kwa idhni ya Allah. Wama tashauna illa an yasha Allah, hamtotaka mpaka pale Allah atakapotaka, Rabbul alamin, mlezi wa ulimwengu mzima. Kwa hiyo mchawi akikwambia dawa yako ninayo mimi, mwambie nenda kafe huko, huwezi kunifanya chochote. Dawa yako inachemka, mwambie ichemke na ive na unywe, hunifanyi chochote. Allah anasema ndani ya Qur'an, wama hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah, na wala wachawi hawana uwezo wa kumdhuru mtu yoyote yule illa kwa idhni ya Allah. Allah akitaka watakudhuru. Allah akisema no, hakuna kumdhuru mja wangu, watahangaika, watafilisika, watapoteza mali zao, watapoteza damu zao, wataruka na maungo dunia nzima, watatafuta masupporters ili wakudhuru, hawatoweza, kwa sababu yule ambaye yuko mbingu ya saba amesema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Sema ewe Muhammad, haliwezi kutupata lolote lililo baya isipokuwa lile ambalo tayari amekusha tuandikia Allah. Na mimi namwomba Allah, na wewe sema amin. Namwomba Allah kwa utukufu wa maneno yake yaliyomo humu ndani, namwomba Allah na natawassal kwa Allah kwa Qur'an, semeni amin, atuhifadhi daiman wa abadan kutokana na shari za wachawi, shari za wanga, shari za washirikina. Allah, tunakuomba kwa utukufu wa maneno yako, tunakuomba utuhifadhi kutoka mbele yetu, kutoka nyuma yetu, kutoka kuliani kwetu, kutoka kushotoni kwetu, kutoka juu yetu na kutoka chini yetu. Tunakuomba wasitufikie wachawi sisi na familia zetu kwa namna yoyote ile, na kila watakapofanya uchawi na shirki kutaka kutudhuru, ya Rabbi warejeshee uchawi wao na shirki yao. Ya Rabbi wachimbie shimo, watumbukize katika shimo ambalo umetuchimbia.
ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Sema amin. Ijtanibu sab'a almubiqat, jepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Dhambi ya kwanza ashirku billah, kumshirikisha Allah. Dhambi ya pili wasihru, na uchawi. Sasa sikiliza dhambi ya tatu. Dhambi ya tatu wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuua nafsi ya mwanadamu ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Ogopa sana kutoa roho ya mtu. Vijana wa Moyale, vijana wa Oda, wakati mnagombana, mnagombea dunia, mnagombea miraa, mnagombea night club, wakati mnagombea Borana night, Uromo night, Gabra night, Somale night, hakikisha uchunge kweli kweli usije ukatoa roho ya mtu. Ukitoa roho ya mtu, Qur'an suratul Maida inasema min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a, atakayeua mtu mmoja tu, atakayetoa nafsi ya mtu mmoja tu, atakayetoa roho ya mtu mmoja tu mbele ya Allah, ni sawa na yule aliyetoa roho za watu wote. Waman ahyaha, na atakayeokoa maisha ya mtu mmoja, atakayeokoa nafsi ya mtu mmoja, atakayeokoa roho ya mtu mmoja, fakaannama ahya an-nasa jami'a, huyo mbele ya Allah ni kama vile ameokoa roho za watu wote. Ogopa sana kuua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wauaji, kila aliyeua, mtu aliyeuawa, Allah atamfufua siku ya Kiyama na damu zinamtoka zinachuruzika katika mwili wake na nguo zake. Atamtafuta katika saha ya Kiyama, katika ground ya Kiyama, katika viwanja vya Kiyama. Atamtafuta yule aliyempiga kisu akamua, yule aliyempiga risasi akamua, yule aliyemtilia sumu akamua, yule aliyemwekea uchawi akamua. Atamkuda. Unajua maana kukuda? Nani anajua kukuda? Atakayenijibu kukuda nampa zawadi. Kukuda, hebu sema kukuda. Unajua maana kukuda? Njoo wewe Mtanzania hapa, sogea hapa hivi. Unaona hii? Kule Dar es Salaam, jiji la gharama, tunasema ni nini? Ni nini? Kukuda. Anamshika aliyemuua, atamburuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika mahkama ya Allah. Atasema ya Rabb, Allah, hadha alladhi qatalani, huyu ndiye aliyeniua duniani, fasalhu bima qatalani, muulize kwa nini ameniua. Utachomoka, utapona, utaokoka, utasalimika. Walidhalika, kuonyesha kutoa roho ya mwanadamu ni jambo baya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lan yazala almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama, muislam hatoacha kuja siku ya Kiyama kifua mbele,
hana waswasi, hana hofu, hana huzuni. Wakati gani? Pindi atakapokuja katika faili lake hakuna historia ya yeye kumwaga damu za watu. Mnajua kesi mnajua kesi zinapelekwa wapi siku zote? Zinasikilizwa na kutolewa judgment wapi? Mahakamani, kotini, sio? Mnajua kesi ya kwanza ambayo Allah ataihukumu siku ya kiyama katika koti yake, katika mahakama yake, mnaijua? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, awwalu ma yuqda baina al-ibadi yawm al-qiyamati fi ad-dima, kesi ya kwanza kabisa kuhukumiwa na Allah siku ya kiyama baina ya waja wake ni kesi zinazohusu na umwagaji wa damu. Wamwagaji wa damu, subirini tu, kiyama hakiko mbali. Subirini tu, kiyama hakiko mbali. One day, yes, mtakuja kuondoka duniani. Mshtakiwa nambari moja ni nyinyi mnaomwaga damu za watu katika ulimwengu huu. Vijana wa Moyale mnaopenda kutembea na visu na mapanga, unaona kutoa roho ya mwanadamu ni jambo la kawaida. Alaysa Allahu biahkamil hakimin, Allah si hakimu bora kuliko mahakimu wote? Kwa hiyo dhambi ya tatu, ndugu zangu, katika madhambi 7 yenye kuangamiza, dhambi ya tatu ni nini? Ni joto, Sheikh. Itabidi tufanye harambee, tuweke msikiti huu IC. Dhambi ya kwanza, hadithi inasema madhambi 7 yenye kuangamiza. Dhambi ya kwanza shirki, hadithi, sio aya ile. Dhambi ya pili sihr, uchawi. Dhambi ya tatu kuua. Ile iliyosema dhambi ya kwanza shirki, dhambi ya pili kuua, dhambi ya tatu kuzini ni aya ya Qur'an. Mimi nauliza hadithi nasema dhambi ya kwanza shirki, dhambi ya pili sihr, uchawi, dhambi ya tatu kuua. Njoeni dhambi ya 4, wa aklu riba, na kula riba. Arriba wama adraka marriba, riba babu, wama adraka mariba. Asilimia kubwa ya Waislamu wa sasa kwa tamaa za kutaka mali na pesa wamejiingiza katika riba. Matajiri wa Kiislamu na wafanyabiashara wa Kiislamu waliosalimika na dhambi ya riba ni wachache. Usione makampuni, usione mashirika, usione mayad, usione magari, usione branchi Kenya, Tanzania, South Africa, Amerika, si wapi, usione. Wengi shekhe ni watu wa riba. Na Allah subhanahu wa ta'ala atatangaza vita siku ya kiyama na walaji wa riba. Sikiza Allah anasemaje, fa in lam tantahu fa'dhanu, fa in lam tantahu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Watu wa riba, wazee wa miamala ya riba, walaji wa riba, wenye kukopa mabanki ya riba, wenye kudeal na mambo ya riba, Allah anasema fa illam tantahu, musipokoma, musipoacha riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, basi tayari mmekwisha tangaza vita na Allah na mtume wake Muhammad.
Abdullah ibn Abbas habru hadhihi al-umma anasema nini? Yuqalu li sahibi ar-riba yawm al-qiyamah khudh silahaka hadha wa harib rabbaka. Abdullah ibn Abbas anasema wafanya biashara wote wa riba, wazee wa World Bank, wazee wa benki kuu, wazee wa kukopa mariba kwa kutaka mali, kwa kutaka utajiri, kwa tamaa za dunia, watakusanywa wote wazee wa riba kwenye uwanja mmoja siku ya Kiyama, na kila mmoja atapewa mkuki. Mnajua mkuki? Atapewa mkuki kila mmoja. Malaika wanakuja, shika mkuki, shika mkuki, shika mkuki. Wote watakusanywa dunia nzima, wazee wa riba. Matumbo yao ni makubwa kama jabali, riba walizokuwa wanakula. Tumbo imejaa riba. Wataambiwa nini? Shikeni silaha zenu, kamateni silaha zenu, leo kuna vita. Watasema tunapigana na nani? Waharib rabbaka, wanaambiwa leo kuna vita baina ya nyinyi na Mola wenu, vita baina ya Allah na viumbe. Mtamweza Allah nyie? Allah anasemaje watu wa riba katika suratul Baqara? Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wale wanaokula riba siku ya Kiyama watakapofufuliwa, wanapotoka siku ya Kiyama, watakapofufuliwa, watakaponyanyuka kutoka katika makaburi yao, watatoka wanayumba kama vile mtu amepandisha shetani kichwani. Ushaikuona mwanamke anapandisha shetani? Simshakuona? Simnaonaga majini wakisumbua kina mama? Watu wa riba, advertise ya kwanza Allah anasema katika suratul Baqara, wakitoka katika mashimo yao mwana ndani katika makaburi yao, wote watatoka kama wamepandisha mashaitani, wamechanganyikiwa. Advertise ya kwanza hiyo. Dhalika biannahum qalu, dhalika biannahum qalu innama albay'u mithlu riba, na vile kwamba wamesema biashara ni sawa na riba tu. Msikilize Allah anasemaje, sikilizeni statement ya Allah. Anasema nini? Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, na Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Usione mali nyingi Sheikh, tajiri anajuana na raisi, mawaziri wanaenda nyumbani kwake, nini? Uchafu mtupu, riba tupu, mikopo ya mabenki makubwa makubwa, na wanaswali sala 5 Sheikh. Na cha kushangaza, si wanajua 99.9% ya income yangu ni nini? Ni riba. Si wanajua? Na sadaka pia kutoa hawataki. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ar-riba 72 baba, riba ina milango 72. Adnaha, mlango mdogo kabisa kuliko milango yote, dhambi ndogo katika riba. Riba imegawanyika vigawanyiko wa 72 au 70 na kadhaa. Udogo wa riba
udogo wake. Mnajua udogo wa riba ni nini? An yankiha rajulu umma, ni mtu kumwingilia mama yake mzazi. Mmenielewa? Ni nani anaweza kulala na mama yake mzazi? Si mnajua kuingilia ni kulala na mama mzazi. Nani anaweza? Si laana hiyo? Mtume anasema riba imegawanyika katika milango 72. Dhambi ndogo kabisa katika riba ni sawa na mtu kumwingilia mama yake mzazi. Hii ndio ile ndogo kabisa. Hebu niambieni ile ya katikati na ile kubwa kabisa, ukubwa wake mbele ya Allah ukoje? Na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anaahidi, ukijihusisha na riba, ukijiingiza katika riba, ukijifanya umedata na kujizima data, unataka mali fasta, unataka utajiri fasta, unataka dunia fasta, Allah anasema nini ndani ya Qur'an? Anasema atakunyanyua, utakuwa bilionea, atakubeba hivi. Si mnaona hii? Mtanisamehe, na beba elfu naitupa. Shika hii. Allah anasema atakubeba hivi. Si umechukua riba? Si umemuasi Allah? Si umeenda World Bank ukachukua mapesa chungu mzima ya riba? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua hivi. Alafu kakuweka wapi? Hapa wapi? Si juu? Sikakuweka juu. Alafu anasema anakuacha. Hatari sio hatari? Si unaona mtu leo amenunua mabasi, amenunua semi trailer, amenunua bismillah mashaallah 200 miangapi, hii moja imeanguka Burundi, hii imeanguka Zambia, hii imeanguka, na filisika, hamna kitu. Hamjaona? Hamjasikia mtu mpaka anauza nyumba yake? Hamjasikia? Unajua kwa nini? Allah akasema nini? Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anaahidi mali yoyote ambayo ndani yake pana riba ataiteketeza na kuiondolea kheri na kuiondolea baraka, na mali yoyote ambayo ndani yake hutolewa sadaka atailea. Kulea mnajua? Waislamu mmo yale mnajua kulea? Yamhaqu Allahu riba. Allah anasema Allah ataiteketeza mali yoyote ambayo ndani yake pana riba. Foundation yake ni riba, income yake ni riba. Ataiondolea baraka, ataiondolea kheri, atamfilisi mtu wa riba. Wayurbi sadaqat, na atalea na kuikuza na kuichunga mali halali ambayo ndani yake hutolewa sadaka. Waislamu mabakhili, mngejua thamani ya sadaka, mngetoa sadaka kila siku, mngetafuta watu wa kuwapa sadaka na sio watu wa kutafuteni nyinyi. Allah anasema wayurbi sadaqat. Allah analea mwenyewe mali ambayo ndani yake hutolewa sadaka mara kwa mara. Dhambi ya tatu. Dhambi ya ngapi hiyo? Ya nne ipi? Riba. Ni nani mshaikumwona akiondoka duniani anaondoka na dola zake? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Utakapokufa utazikwa na kilemba chako?
koti yako, kanzu yako, jinzi yako, t-shirt yako, saa yako, iPhone Pro 16 yako, gari zako, utakwenda kwa Allah na sanda nyeupe. Utakwenda kwa Allah umefunikwa. Kisha ukiingia kaburini, Allah anakuambia walaqad ji'tumuna furada, leo umerudi kwangu peke yako, kama khalaqnakum awwala marra, kama nilivyokuumba mara ya kwanza nimekuumba peke yako. Umetoka katika tumbo la mama yako, umevaa nguo, si uko uchi, una mali, una Benzi, una Land Cruiser, una BMW, huna chochote, na unarudi kwa Allah hali ya kuwa huna chochote, na hisabu kwako itakuwa ni ngumu sana siku ya Kiyama. Ewe mfanyabiashara wa Kiislamu ambaye mali yako unaitumia vibaya sana. Dhambi ya 5 katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Dhambi ya 5, Allah anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, dhambi ya 5, wa aklu malil yatim, na kula mali ya yatima. Ni watu wangapi leo wanakula mali ya yatima? Wengine ni watu wa dini, 5 salawat, wanasali sala 5. Wengine mashekhe, tunaenda kwa matajiri na yatima nyumbani. Muongo. Allah anasemaje ndani ya Qur'an kwa wanaokula mali ya mayatima? wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, wala msikurubie mali ya mayatima isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Kivipi? Ni wewe umekuwa ni mtumishi, unafanya kazi katika kampuni ambayo ni mayatima, si unapata mshahara? Hiyo ndiyo haki yako. Akasema tena, Allah anatangaza moto wa Jahannam kwa wale wanaokula mali ya mayatima. Unajua Allah anasemaje? innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma, innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما, hakika wale wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma, innama yakuluna fi butunihim nara, hakika si vinginevyo hakuna wanachokula katika matumbo yao isipokuwa ni moto tu. Wasayaslawna sa'ira, na watakuja kuingizwa motoni siku ya Kiyama. Kwa dhambi ya ngapi hiyo? Tunaenda haraka haraka, sio? Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 2 kasoro dakika 10. Na mnaswali saa ngapi kamili? Mseme tu saa 2 kamili kawaida yenu. Halas, tumebakisha dakika 10 tunamaliza. Watu wanasikia joto sana, mpaka watoto wadogo wanafanya hivi. Dhambi ya 5 ni ipi? Kula mali yatima. Dhambi ya 6, watawalli yawma zahf,
Dhambi ya 6 katika madhambi 7 yenye kuangamiza, kukimbia siku ya vita vya jihad. Imetokea vita vya jihad, Waislamu na washirikina, alafu mkakutana kwenye uwanja, mapambano yakaanza, alafu baadhi ya Waislamu wakimbie. Hiyo ni katika madhambi 7. Hilo ni katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Ya 6 ya 7, wa qadhful muhsanatil mu'minat, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, kuwasingizia. Mnajua maana kusingizia? Kuwazulia uongo wanawake wa Kiislamu waliotakasika, waliotaharika, walioghafilika, wako mbali na mambo machafu, alafu uje uwasingizie mambo mabaya. Hilo pia ni katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Waislamu wangapi leo tunasingiziana mambo mabaya, kwamba yule msichana bwana ni malaya tu, umemwona yule mvulana yule anavuta bangi, unamwona mzee yule mchawi usiku anaruka na ungo, unamwona shekhe yule ni shekhe dhulma tu anakula mali za msikiti, unaongea bila ya ushahidi wowote. Huko ni kuwazulia watu uongo, huko ni kuwasingizia watu vitu vya uongo, huko ni kuwatuhumu watu kwa batil, na hili ni katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Tuko pamoja Waislamu? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ijtanibu 7 mubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza, yenye kuteketeza, yenye kutupilia mbali watu wake katika shimo la moto wa Jahannam, wal'iyadhu billah. Dhambi ya kwanza, ashirku billah, kumshirikisha Allah. Dhambi ya pili, wasihru, kufanya uchawi au kufanyiwa uchawi. Dhambi ya tatu, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, kuua nafsi ambayo Allah amekataza kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Dhambi ya 4, wa aklu riba, kula riba. Dhambi ya 5, wa aklu mali liyatim, kula mali ya mayatima. Dhambi ya 6, watawalli yawma zahfi, kutoroka siku ya vita vya jihad. Dhambi ya 7, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, kuwazulia uongo ya mambo machafu, kuwasingizia mambo machafu, kuwavunjia heshima, kuwapaka matope, kuharibu sum'a ya wanawake wa Kiislamu na wanaume wa Kiislamu, kuwazulia uongo mambo ambayo hawana. Hili ndiyo dhambi ya 7 katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Sasa nauliza kwa mara ya mwisho, nitajieni huku dhambi ya kwanza kabisa katika madhambi 7 yenye kuangamiza. Nambari 1, shirki. Hapa nambari 2, sihr, uchawi. Hapa nambari 3, kuua. Hapa tena nambari 4, kula riba. Hapa tena nambari 5, kula mali ya yatima. Hapa tena namba ngapi? 5, 6. Namba 6, kutoroka wakati wa jihad. Hapa namba 7, kusingizia uongo Waislamu juu ya mambo ambayo hawana.
Wangapi wanataka waangamie siku ya Kiyama? Wangapi wanataka wapone siku ya Kiyama, Allah asiwaangamize? Wangapi? Allah tuepushe na maangamizi yako na maangamivi yako, tuepushe na madhambi yote madogo kwa makubwa, tuweke mbali na madhambi kama ulivyoweka umbali baina mashriq na maghrib. Allah, tunakuomba kwa rahma zako na baraka zako, tuepushe na dhambi ya shirki, tuepushe na dhambi ya uchawi, tuepushe na dhambi ya kuua, tuepushe na dhambi ya kula riba, tuepushe na dhambi ya kula mali ya mayatima, tuepushe na dhambi ya kukimbia siku ya vita, tuepushe na dhambi ya kuwazulia uongo na kuwasingizia Waislamu popote pale walipo duniani. Allahumma innana dhalamna anfusana dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. اللهم إننا نعوذ بك من البهاق ونعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من السرطان ونعوذ بك من جميع سيئ الأسقام. يا رحمن يا من علم القرآن نعوذ بك من جميع سيئ الأسقام. يا رحمن يا من علم القرآن نعوذ بك من جميع سيئ الأسقام. يا رحمن يا من علم القرآن إننا نعوذ بك من جميع سيئ الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.